Naam, karibu Macha TV, karibu tukuhabarishe masuala mbalimbali ya kimichezo. Kumbuka kwamba hapa ni sehemu ambayo tunakuletea uchambuzi, lakini tunakuletea taarifa mbalimbali za kimichezo, mpira wa miguu pamoja na michezo mingine. Kumbuka kwamba tupo kwenye muda wa mapumziko kidogo kunako ligi kuu ya Tanzania bara, lakini jambo kubwa linakuja mara baada ya ligi itakaporejea. Itakuwa ni Mei 3, itakwenda kupigwa Kariakoo Derby, Simba dhidi ya Yanga, mechi kubwa zaidi nchini Tanzania kwenye mpira wa miguu, lakini pia ni mechi kubwa barani Afrika na maeneo mengine mbalimbali ambapo watu wanafuatilia mpira. Kariakoo Derby ni miongoni mwa zile dabi kubwa ambazo zinazungumzwa sana kwenye maeneo mbalimbali. Kuelekea Kariakoo Derby leo, Macha TV tutakuletea tathmini ya mambo matano ambayo pengine yanatarajiwa kwenda kutokea kwenye Kariakoo Derby au yale ambayo yatakwenda kuamua mchezo wa Simba na Yanga kunako Mei 3. Kumbuka mimi ni Gift Alex Macha, niko hapa kwa ajili ya kukupa hiyo tathmini ya mambo hayo matano, lakini nikukumbushe kushare, kusubscribe, lakini pia na kulike kile ambacho tunakuwekea Macha TV. Tunaanza na jambo la kwanza ambalo litakwenda kuamua mchezo huu wa Mei 3. Jambo la kwanza ni eneo la goalkeeping. Hili ni eneo la magolikipa. Eneo hili kila timu kuna namna ambavyo imejiweka, lakini ni eneo ambalo kwenye uhalisia Yanga wako vizuri zaidi kwenye eneo la goalkeeping. Djigui Diarra goalkeeper ambaye ana uzoefu mkubwa wa soka la Tanzania na uzoefu mkubwa wa Kariakoo Derby, lakini pia ameonyesha ubora kwenye ligi yetu, ameonyesha ubora kwenye mashindano ya Afrika kwenye ngazi ya klabu, kwenye mataifa ya Afrika kwa maana ya AFCON. Ameshacheza kwenye ubora mkubwa sana, amekuwa goalkeeper bora hapa nchini Tanzania mpaka sasa tunavyoongea, licha ya kukosa michezo kadha wa kadha, lakini ndiyo goalkeeper ambaye anaongoza kwa clean sheet kwenye ligi kuu ya Tanzania bara mpaka hivi sasa. Lakini kwa upande wa Simba, Jibrila Kasali ni goalkeeper mzuri, lakini amekuwa na makosa fulani ambayo huwezi kuyaona kwa Djigui Diarra, ambayo pengine kuna muda kwa namna moja ama nyingine imekwenda kuiweka Simba kwenye wakati mgumu, ama wakati mwingine wapinzani walishindwa kutumia hiyo nafasi vizuri na kuweza kupata goli. Lakini ni golikipa ambaye kwenye baadhi ya nyakati amekuwa bora sana. Utakumbuka dabi ya Dar es Salaam alikuwa bora sana. Azam walifanya mashambulizi mengi lakini hakuweza kupata goli. Hili ni eneo ambalo kwa siku hiyo naona litakwenda kuwa na maamuzi makubwa kulingana na namna ambavyo magolikipa watafanya kazi yao vizuri. Eneo la pili, hili ni eneo ambalo kwenye mpira wa kisasa limekuwa likitumika sana kujenga mashambulizi. Zamani walikuwa wakiitwa mabeki wa pembeni, lakini siku hizi ni zaidi ya mabeki wa pembeni, kwa sababu hawa ni watu ambao wanajenga mashambulizi, wanatumika kwenye kutengeneza mashambulizi mengi kupitia pembeni. Yanga wanaye kushoto Mohamed Hussein, wanaye kulia Israel Mwenda, wanaye Yao Kwasi kulia, wana Shedrack Boka kushoto. Simba Nixon Kibabage na Anthony Mligo upande wa kushoto, lakini Shomari Kapombe na David Kameta upande wa kulia. Sasa hapa tunalizungumzaje eneo hili? Ukitazama kwenye mpira wa kisasa ni eneo ambalo linategemewa kwenda kuongeza nguvu kwenye mashambulizi, lakini kwenye timu hizi mbili ambazo zinakutana pembeni zina mawinga ambao ni wazuri kutumia nafasi ambazo zinaachwa wazi na hii timu ambayo itakuwa inawashambulia kwenye counter attack. Simba wana Anise Ura na Libase Geye, pia wanaye Elie Mpanzu ambaye pembeni ni wachezaji ambao wanaweza kutumia nafasi ambayo inaachwa na fullback pindi anapokwenda kushambulia. Lakini kwa upande wa Yanga wana Pacome Zuzu ambaye amerudi, lakini pia Alan Okello ambaye naye yuko vizuri. Yuko Buba, hatuwezi kumzungumza sana, lakini hao wawili pia Okello na Pacome wanaweza kutumia mianya ambayo inaachwa na Kapombe na Kibabage pindi wanapokwenda kushambulia. Sasa
nani ambaye anakwenda kuwini battle. Kuna namna ambavyo mmoja akiwini battle atamlazimisha mwingine kushindwa kupata nguvu ya mabeki wa pembeni anapokwenda kushambulia, ama akiriski kwenda kushambulia anaweza aka-expose team namna gani ambavyo wanarudi haraka kwenda kufanya recovery kwenye maeneo hayo, ama wanasaidiwa vipi na mabeki wa kati pamoja na viungo wa chini kwenda kuwakava pindi wanapopanda kwenda kushambulia. Hili ni eneo la pili ambalo litakuwa na maamuzi makubwa sana kwenye Kariakoo Derby ya Mei 3. Eneo la tatu ambalo tutakwenda kulizungumza ni eneo ambalo kwa timu zote mbili Yanga anaonekana kuwa na nafuu kidogo, lakini bado ni eneo ambalo lina uhitaji, eneo la washambuliaji wa kati. Yanga Prince Dube anaonekana yuko vizuri, lakini bado si mshambuliaji ambaye unategemea kwenye nafasi mbili atakupa goli moja. Bado Dube amekuwa kuna muda anapoteza sana nafasi, anakaa kwenye nafasi, ana mikimbio mizuri, lakini umaliziaji wake muda mwingine umekuwa ni umaliziaji ambao hauna utulivu mkubwa sana. Magoli 8 alionayo pengine angekuwa na 16 ama zaidi kwenye ligi mpaka sasa kwenye nafasi ambazo amepoteza. Lakini kwa upande wa Simba wana Selemani Mwalimu, ana in and out. Kuna mechi atacheza vizuri, mechi nyingine atashindwa kucheza vizuri. Kwa hiyo ni eneo ambalo bado mara nyingi wakati mwingine timu hizi zinalazimika kuanza na viungo washambuliaji pekee, na wamekuwa wakipata matokeo mazuri. Yanga Simba wamekuwa pia muda mwingine wanaanza na viungo watupu washambuliaji akicheza Elie Mpanzu ama Ino Lewemba kwenye eneo hilo, na wamekuwa wakiwapa kitu kizuri, hasa Elie Mpanzu ambaye mara ambazo amekuwa akipewa nafasi kucheza kama mshambuliaji tena akitokea benchi amekuwa akionyesha utofauti kwenye eneo hilo. Eneo la 4 ambalo sasa tutakwenda kulizungumza sasa, hili lita play part kubwa hasa katika baadhi ya maeneo mengine ambayo tushayataja, ni mbinu za makocha. Kocha anaingia na plani gani, kwenda kushambulia au kwenda kuzuia? Anaamua yeye aende na kama timu ya kwanza au akae kama timu ya pili. Tunaposema unapokwenda kuzuia, ina maana hata upangaji wa kikosi unakuwa tofauti. Huwezi kuanza na washambuliaji, viungo washambuliaji wengi afu ukasema unaenda kuzuia. Hii inamaanisha unakwenda zaidi kushambulia. Lakini unaweza ukaanza na viungo wa chini wengi, hii inamaanisha una plani kuzuia zaidi, na wewe utakuwa ni timu ya pili uwanjani. Mfano labda Yanga kama wanaanza na Mohamed Damaro pamoja labda na Azizi Andabwile na Duke Abuya, unajua kabisa hapa Yanga amekubali kuwa timu ya pili. Simba mfano akianza na Alassane Kante, Yusuf Kagoma pamoja labda na Nabi Kamara, unaona kabisa kwamba hawa wameamua kwenda kuwa timu ya pili kwenye mchezo huo. Hili ni eneo ambalo pia litakuwa na maamuzi makubwa kulingana na approach. Kuna kocha ambaye anaweza kaamua kuanza kama timu ya pili akabadilika kuwa timu ya kwanza kulingana na namna mpinzani wake anavyokwenda, akaamua kuimaliza mechi mwishoni. Kuna kocha anaweza akaamua kuanza kama timu ya kwanza, aimalize mechi mapema kwenye dakika 45 za kwanza, aende anaongoza, au dakika 60 akafanya mabadiliko na kwenda kuzuia. Mara nyingi kocha aliyekuwa Simba msimu uliopita alikuwa akimaliza mechi zake kwa mpango huo wa kukubali kuwa timu ya pili, kuingiza watu wengi zaidi wa kuzuia. Eneo la mwisho ambalo naweza nikasema ili nimelipa vipengele viwili. Kipengele cha kwanza itakuwa ni uwanja wa mchezo. Wapi mechi inachezwa? Mechi kama inachezwa uwanja wa Benjamin Mkapa, inaweza ikampa faida mpinzani labda mmoja au ikawa 50-50 kulingana na nature ya uwanja. Kila mtu anaweza akaonyesha kile alichonacho kwenye mbinu zake. Uwanja ni mkubwa, timu zinaweza zikacheza vizuri kwenye mapana ya uwanja, wanaweza kupata nafasi kwenye half spaces, wakatengeneza nafasi, kila mtu anaweza akawa huru kucheza. Lakini venue ya mechi ikibadilika, kwa maana mechi ambayo ikachezwa CCM Kirumba Mwanza, kuna mtu ambaye inaweza ikamwathiri kwa maana ya plani na kile ambacho wanatamani kukifanya. Ni kama vile ambavyo Yanga waliamini wangeweza kufanya vizuri wakiwa Zanzibar kwenye mechi ya kwanza, kulingana na namna ambavyo timu yao imekuwa ikicheza kwenye uwanja ule na namna ambavyo wameuzoea. Lakini eneo hili lina eneo la pili ambalo naweza nikasema ni maandalizi ya kabla ya mchezo, eneo la utawala, uongozi. Kwa mara ya kwanza tunakwenda kwenye dabi ambayo
iko 50-50. Ni nani hasa ambaye anaweza kwenda kuiandaa timu yake vizuri kisaikolojia nje ya uwanja, kwenye mipangilio na vitu vingine. Hili litakwenda kuwa na maamuzi makubwa sana ya nani anakwenda kushinda dabi. Kwenye dabi ya 50-50, maandalizi ya nje ya uwanja yana nafasi kubwa sana ya kwenda kuamua nani anakwenda kuibuka na ushindi kwenye mchezo huo. Kwa hiyo naweza nikasema hayo ndio ambayo nimesema nitakuletea leo kwa maana ya tathmini, lakini uwanja wa mechi bado haujajulikana. Tutakujuza hapa exclusively uwanja utakapotajwa. Lakini nikukumbushe tu kwamba hii ni Macha TV, usisahau kusubscribe, kulike na kushare. Kumbuka kwamba sisi bado tumeanza, ndio kwanza tunajitafuta, lakini support yako, kile ambacho wewe unakifanya kwa kutazama video zetu, kwa kulike, kwa kushare ni kikubwa sana. Endelea kusambaza upendo, tuambie kwamba tutaendelea kuwapa habari bora sana za michezo mbalimbali nchini, hasa mchezo wetu pendwa wa mpira wa miguu.